thumma qala wa idha mata al-insanu, na anapokufa mtu, budia min tarikatihi, huanzwa katika mali yake aliyoiacha, huanzwa katika mali yake aliyoiacha, bikafanihi, sanda yake. Yani ile mali aliyoiacha kabla hatujaangalia chochote kile, tunaangalia sanda yake ya kumvalisha. Wa hanutihi, na manukato yake. Al-hanut ikhtilatun min at-tibi khasun bil mayyit. Ikhtilatun min at-tib ni mchanganyiko wa manukato khasun bil mayyit, ambao ni khaso kwa aliyefariki. Kwa hiyo kabla tujaangalia chochote, tutaangalia sanda yake na manukato yake, wa mu'nati tajhizihi, na gharama za kumwandaa. Gharama za kumwandaa, kama kuchimba kaburi kunahitajia gharama, kununua sabuni, kununua maji kwa ajili ya kumwoshea. Hivyo vitu vikihitajia gharama, basi hivyo vitu vitatolewa katika mali yake aliyoiacha. Ajili hadha qala min ra'si mali, kutoka kwenye mali yake. Na kilichokuwa bora mtu anapokuwa anafariki, sanda itoke katika mali yake aliyoiacha, kwa sababu alikuwa anaihangaikia mwenyewe. Hilo ndio bora, na wala hakuna sababu ya kukusanya watu na kuanza kuwachangisha sanda na mfano wake. Sasa kama mtu alikuwa anatafuta mali katika hii dunia, kwa nini sanda yake isitoke katika mali aliyokuwa anaitafuta? Kwa nini wakusanywe watu na kuambia bwana changieni sanda? Bali katika madhhabu ya Hanabila ni makruhu watu kuchangishana pesa kwa ajili ya kumnunulia aliyefariki sana, labda iwe hana. Lakini nani ambaye anakufa ikawa hana kitu kabisa cha kushindwa kuchukuliwa na kununuliwa sanda yake? Tena muda huu ni bora zaidi, kwa sababu yani hawezi kutumia tena mali yake aliyoiacha isipokuwa kwa sura hii. So baada ya hapo khalas yatafuata yale ambayo muallif ataeleza. Tayib, qala sawa'un kana kalta'allaka bihi haqqu rahnin au arshu jinayatin au la. Sawa'un kana, sawa hiyo mali yake, kalta'allaka bihi haqqu rahnin, itakuwa imefungamana na haki ya rehani. Sawa hiyo mali hiyo iko kwake kwa sura ya rehani, au kuna rehani ambayo iko kwake yeye ndo ambaye alikuwa ametoa mali yake. Lazima tuangalie hivyo vitu kutoka katika hiyo mali, au arshu jinayatin, au mali ambayo inafungamana na fidia ya makosa aliyofanyiwa. Fidia ya makosa aliyofanyiwa, au fidia ya makosa aliyoyafanya yeye, au la, au hivyo vitu havipo. Kwa jambo la kwanza kabisa, mtu anapokuwa anafariki, mali yake aliyoiacha kununuliwa sanda na vitu vya kumwandalia. Wama baqiya ba'da dhalika, wama baqiya ba'da mu'natu tajhizi, wama baqiya ba'da mu'nat tajhizi, na kinachobakia baada ya gharama za kumwandaa, yuqdha minhu duyunullahi ta'ala, yatalipwa katika hiyo mali iliyobakia madeni ya Allah. Yatalipwa kwa hiyo mali iliyobakia madeni ya Allah, wa illam yusi biha, hata kama itakuwa hajahusia. Duyunullah kazakati, kama ilivyokuwa zaka. Mtu amefariki na mali yake ilifikia kiwango cha kutoa zaka, na masharti ya kutoa zaka yalishapatikana, ikawa hajatoa zaka. Kabla watu hawajagawana mali aliyoiacha, lazima kutolewe zaka.
wal kafara kadhalika kafara. Mfano alimwingilia mkewe akiwa katika hedhi, lazima atoe kafara. Kwa kabla tujaangalia mambo mengine lazima lichukuliwe fungu lile la kafara litolewe. Wal haji alwajibi, na haji ya wajibu, na haji ya wajibu. Yeye kaishi ana pesa nyingi lakini hajaenda kuhiji, kabla watu hawajagawana lazima lichukuliwe fungu apewe mtu aende akamhijie. Qala rahimahullahu ta'ala wa duyunul adamiyina, na madeni ya binadamu kama nadaiwa kabla hujafanya chochote, baada ya gharama za kumwandaa utalipa madeni ya watu wanaemdai. Utalipa madeni ya watu ambao wanamdai. Haya mambo ni mambo ya kuangalia kabla ya mali ya mtu haijagawiwa. Na maana yake katika hili ni vizuri mtu anapokuwa unakopa na ikawa hakuna kithibitisho cha kuonyesha kwamba wewe umemkopa mtu fulani, basi imma uweke wasia wa kulipwa deni unalodaiwa, au uwe unaandika sehemu ambayo ukifa itakuwa ni wepesi watu kufikia hiyo sehemu na kuona kwamba ulikuwa unadaiwa, ili madeni yako unayodaiwa yaweze kulipwa. Ahlul wanasema ni sunna mtu kuwa anaandika usia, na haipendezi kupita siku 3 kabla mtu kuandika usia, lakini wanasema kuna wakati inakuwa ni wajibu mtu kuandika usia pale anapokuwa na madeni yasiyokuwa na uthibitisho, yani hakuna ushahidi wa kuonyesha kwamba wewe mtu fulani anakudai, basi inakuwa ni wajibu kuandika usia ili hayo madeni yaweze kulipwa, usije ukafa hali ya kuwa una haki za watu. Tayeb, kwa haya mambo sisi huwa tunayapuuzia, hatujali. Sisi tunaishi maisha haya hivyo tunavyoishi, yani hatupiti katika ile mipaka ya kisheria tuliowekewa, lakini hakika baadhi ya vitu kutokana na uzembe wetu itakuwa ni shida mbele ya Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Tayeb, thumma qala rahimahullahu ta'ala wama baqiya ba'da dhalika, na kitakachobakia baada ya kulipwa madeni ya haki ya Allah kadhalika haki za binadamu, tunafadhu wasayahu min thuluthihi, zitatekelezwa nyasia zake katika theluthi ya mali yake. Zitatekelezwa nyasia zake, yani kama aliweka usia kwamba mimi nikifa kitu fulani kichukuliwe apewe fulani, basi hapo utatekelezwa usia wake, lakini kwa sharti huo usia huo thamani yake iwe ni theluthi na kushuka chini. Ikiwa zaidi ya theluthi, huo usia hautotekelezwa isipokuwa kwa kupitisha warithi. Thumma yuqsam ma baqiya ba'da dhalika ala warathatihi, kisha kitagawiwa kilichobakia baada ya hayo kwa warithi wake. Sawa? Kwa hiyo tunaangalia kwanza zile gharama za kumwandaa. Baada ya hapo tutahamia kwenye madeni. Baada ya hapo usia, kisha kugawa mali yake itakayobakia kwa warithi wake.